Kundi la waasi la Congo River Alliance yani AFC kwa kushirikiana na waasi wa M23 wamekiri kuhusika na shambulio la droni lililotokea mwishoni mwa juma katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisangani Bangoka uliopo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hatua inayodaiwa kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa raia kuhusu usalama wao. Hii ni TriGen Media. Taarifa rasmi iliyotolewa usiku wa kuamkia Jumatano na msemaji wa waasi Lawrence Kanyuka amethibitisha kuwa muungano wa AFC na M23 ndio uliotekeleza shambulio hilo na kwamba waasi walifanikiwa kuharibu kituo cha mawasiliano cha kijeshi kilichopo ndani ya uwanja wa ndege huo katika shambulio lililokuwa na lengo maalum la kijeshi. Kwa mujibu wa mamlaka ya mkoa wa Shopo, jumla ya droni 8 za kujitoa muhanga zilirushwa mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Kasangani mwishoni mwa juma, lakini ziligunduliwa na vikosi vya usalama kabla ya kufikia malengo yake. Serikali ya mkoa huo iliituhumu Rwanda ya Paul Kagame kwa kushirikiana na waasi wa AFC pamoja na M23 kupanga na kutekeleza shambulio hilo. Waasi wa AFC na M23 wametuhumu kuwa uwanja wa ndege wa Kisangani uliopo takribani kilomita 17 kutoka katikati ya jiji la Kinshasa umekuwa ukitumika kama kitovu kikuu cha kijeshi kwa ajili ya kuratibu na kuendesha mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi pamoja na raia wanaoishi katika maeneo hayo. Waasi wanadai kuwa mashambulizi kutoka uwanja huo yamesababisha vifo, uharibifu wa mali na kuongezeka kwa hofu miongoni mwa wananchi. Siku ya Jumanne, kiongozi wa waasi Corneille Nangaa alisema kuwa matumizi ya Kisangani kama msingi wa kijeshi dhidi ya waasi sasa amefika mwisho na kuongeza kuwa operesheni hiyo ilikuwa ni onyo kali kwa jeshi la Kongo. Shambulio la droni dhidi ya uwanja wa ndege wa Kisangani limetokea ikiwa ni takribani mwaka mmoja baada ya waasi wa M23 kuteka miji muhimu ya Goma na Bukavu mwanzoni mwa mwaka 2025, hatua iliyotikisa usalama wa mashariki mwa DRC na kusababisha maelfu ya wakazi kukimbia makazi yao. Na hii ni TriGen Media.